Mimi naitwa Mfaume Fadhili Mfaume, ni makamu mwenyekiti Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo. Mheshimiwa, nishukuru na nikushukuru mheshimiwa, lakini ukikumbuka hotuba zile mbili za kamishina mkuu na waziri wa fedha, alizingatia sana haya majadiliano. Yes. Ukibana muda na sisi ndio wafanyabiashara taumia. Naomba niongezee hapo. Alichokizungumza mwenzangu ni uhalisia kabisa unaofanyika kwenye biashara Kariakoo. Na mheshimiwa, kama itakupendeza utusaidie tupate round table discussion, tuje na zile case study, kwa sababu TRA anachota kilichoko kwenye taasisi na anachota kile ambacho kitaweza kuongeza tax base, na bei ya bidhaa iliyoko sokoni Kariakoo na profit zinatofautiana kulingana na aina ya biashara. Tunakubali kodi inatozwa kulingana na faida iliyopatikana, kwa maana hiyo principle of tax kwamba ni gains or profit from business, investment or employment. Lakini uhalisia, kuna vitu kwa mujibu wa hii sheria yako ya kodi, Tax Administration Act, kifungu kile cha 43 na 44 ambacho kinazungumzia maintenance of document na issuing of fiscal receipt. Katika mazingira ya biashara traditional Kariakoo huwezi ukapata receipt zote. Sasa mhasibu anapo present kwenye face of financial statements kama operation cost, kwa vyovyote vile huyu Mfaume au mwingine hawezi kuwa na hizo receipt. Iwezekane kwa maafisa wa kodi wawe na busara ambao ipo kisheria kwamba bwana, tunaweza tukawalao 70% hata kama hizo risiti hazipatikani traditional ya kibiashara. Hilo la kwanza. Lakini la pili, pale kwenye bank statement kuna kutuma TT, anachota kile kilichoko kwenye bank statement, anakuja kujaza kwenye tax base ili agonge 30% ya corporate tax. Bank statement imetuma TT, wakati huku kwenye sheria ya kodi kwa mujibu wa section 122 subsection 2 anasema upon written request importer shall be entitled to an explanation from the proper officer as to how the custom value was being determined. Kwamba kuna majadiliano na huyo afisa anatakiwa aonyeshe vipi amekokotoa jambo la kikodi. Hapa tumefanya under declaration. Wakati wa kufanya examination of accounts au audit au investigation on the face of financial statement na statement of financial position, anasahau kile ambacho tulijadiliana, ambapo nilipata fursa kwa mujibu wa sheria ya kikodi hiyo section 122 subsection 2. Lakini hii inaenda kinyume na utaratibu wa kiuchumi, kwamba ili utoze kodi utegemee uwezo wa yule mtu kwenye kulipa kodi. Sasa kinachoongezeka hapo, mheshimiwa commissioner, kuna watu wanaenjoy tax incentive kupitia TISEZA. Yeye anafanya trading lakini amesajiliwa TISEZA kama investor. Sasa hapo ni sehemu nyingine kodi inachezewa ambao huyu Mswahili hawezi kupata. Kwa sababu anaweza kuenjoy ile tax incentive na amekubaliwa, labda ana produce oil filter, anaingiza na spare part. Sasa anapotuma return za VAT kwenye repayment, unamwona yeye anadai sana TRA na anaweza akadai tax refund. Kumbe yeye ana enjoy incentives za TISEZA, wakati huo anafanya trading ya kuingiza makontena. Mwisho wa siku kwenye kumuona kwenye face of financial statements, kama mhasibu wake ni smart hawezi kumuona, anaiona ile repayment. Na ile repayment kwa sababu anaiona, badala ya kuichota kuipeleka kule kwa maana ya VAT haipatikane kwenye input, anairudisha kwenye corporate tax. Sasa yule mhasibu wake kwa sababu ni smart, ile corporate tax anaichota anaiweka kule kwenye VAT. Ni jambo la technical kidogo. Huku yeye kodi yake itaonekana ndogo, hali ya kuwa huyu mzawa anayefanya biashara kuna shida. Ndio maana komba round table discussion. Lakini kitu kingine niongelee kuongeza tax base. Kama inawezekana kuwaregister hawa wafanyabiashara wadogo wadogo walioko Kariakoo na nje ya Kariakoo kwa mujibu wa ile section 23 ya Tax Administration Act inasema the commissioner shall register and recognize small vendor
kile subsection 5 unasema hawkers, yani wamachinga. Kama wataweza kusajiliwa wote, hata kama kukawa na system ya kulipa kidogo kidogo daily, kwa sababu anaweza kalipa 1,100 mheshimiwa commissioner, maana yake tutaingia wengi kwenye tax net, takriban 10 million. Kwa ile kodi badala ya kukusanya vertically itakusanya horizontally. Mheshimiwa commissioner, ule mzigo tutaubeba wote kidogo kidogo, na hao mambo yatakuwa yamefanikiwa kwa wote. Hata kama kutakuwa na majadiliano baina ya sisi na wewe na baina na ya hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, ile tax base tutaiongeza, kwa sababu sisi tuko kwenye field. Tutaonyesha ni maeneo gani ambayo unaweza ukakusanya kidogo kidogo na tukafanikiwa. Kwa hiyo niombe hilo mheshimiwa commissioner, lakini pia niombe la mwisho kwenye adjustment ya TRA wakati wanatengeneza wanafanya mahojiano ya vile vitabu. Sheria inamruhusu kuishi notice of assessment. Kwa vyovyote vile kwenye mazingira yetu ya kibiashara, huna uwezo wa kuaju ile tax case pale anapoissue notice of assessment. Kwa tuombe kabla ya kuishi notice of assessment pawe na majadiliano, na isiingie assessment kwenye system kama mimi sija sign notice of discussion. Kuna kesi hiyo nimekutana nao, mtu haja sign notice of discussion, imeshaingia kwenye system na assessment imeshatoka, na huwezi kuomba kufanya objection kama hujalipa 1/3 or the lesser amount. Sasa kama assessment imetoka bilioni 2, 1/3 inakuwa ni kubwa. Sasa unaombaje the lesser amount? Ni mpaka kwenye system wa approve, na kwenye system ukiingiza inavyochota, wakati mwingine assessment ziko zinakuwa kwa namba kwenye corporate tax, VAT na nyingine. System inaweza ikachota 45 million ambayo ni VAT, ikaacha kuchota ile bilioni 1 ambayo ni corporate tax. Sasa unapoomba ile uombe waive, wakati mwingine ile 1/3 huwezi kuipata. Ni mambo technical kidogo mheshimiwa commissioner, ndio maana nimeomba round table discussion. Asante. Mwisho kabisa niseme ule ukweli wa kimungu commissioner, baada ya kuingia, sisi na maafisa wa kodi tumekuwa marafiki. Sisi na maafisa wa kodi tunajadiliana. Hata haya ninaozungumza, ikimuingia mtu akilini anasema bwana, hebu rekebisheni hili, kwa sababu tunahitaji mitaji yao ikue ili tupate kodi zaidi. Ili mfikishie mheshimiwa waziri na mfikishie mheshimiwa rais kwamba mwendo huu tunaokwenda kufikia dola trilioni 1 inawezekana tukafikia zaidi, kama haya madogo madogo haya yakarekebishika. No. Sasa mbona huwa mnadanganyaga Kariakoo wafanya biashara hawajasoma? Mbona ulikuwa unamwaga vifungu hapa kuliko hata mimi? Yeye mmesoma bwana. Nitumie fursa hii pia kuwashukuru. Kuna mwalimu anaitwa Mary Ruhara, lakini kuna walimu wenza wako hapa wa uchumi, mwalimu Chikongoe na mwalimu Chimilila. Sasa haya naosema inawezekana wao ndo wamelazimisha mimi niseme hivyo, lakini uko vizuri. Nakushukuru sana. Naomba tumpigie makofi jamani. Asante sana.